Wakati China pamoja na Marekani zikiendelea kuwa na ushindani katika biashara na wakiendelea na vita yao ya kibiashara na wakishindwa kuwa na diplomasia mpaka sasa, Warusi pamoja na Qatar wanazidi kuonyesha diplomasia ya hali ya juu, japo na wenyewe wana ushindani katika biashara zao. Siku hii ya leo nakwenda kuwaongelea Warusi pamoja na Qatar na ushindani wao kibiashara na jinsi wanavyoweza kuwa na diplomasia ya hali ya juu. Hii ni Rachel Robin Online TV, usahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Qatar inaongozwa na kiongozi ambaye wao kiongozi au mfalme wanamuita Emir. Emir wa Qatar anaitwa Tamim bin Hamad Al Thani. Juzi alikuwa Urusi kuonana na Vladimir Putin. Wakaongelea mambo mbalimbali juu ya vita ya Ukraine na vita zinazoendelea Mashariki ya Kati. Hawa watu wanafanana kitu kimoja kikuu, wote ni matajiri wa gesi. Warusi ndo matajiri wa gesi Ulaya nzima, Qatar ndo matajiri wa gesi Mashariki ya Kati nzima. Japo kuuza gesi wanauza kwa namna tofauti. Mrusi anauza pipeline gas, umeona gesi ya kupita katika mabomba. Qatar kajikita kwa kuuza liquefied natural gas. Kwa hiyo wanauza kwa namna tofauti. Kama nilivyosema, hawa watu wamekuwa na sera tofauti katika mambo mbalimbali. Mfano, ukienda katika sera yao juu ya nchi ya Libya wako tofauti. Qatar anaisaidia serikali ambayo inatambuliwa na Umoja wa Mataifa pale Libya, na Mrusi anasaidia serikali ya Libya Mashariki inayosimamiwa na Haftar. Kwa hiyo wako tofauti ndani ya Libya. Lakini ukienda ndani ya Palestina, sera yao ni moja. Wote wako upande wa Palestina, wanaongea wote na Palestina vizuri. Ukienda upande wa Israel, sera yao ni moja. Wote wanashirikiana na Israeli vizuri. Qatar wanashirikiana na Israeli vizuri na Warusi wanashirikiana na Israeli vizuri. Lakini ukienda upande wa Syria sasa, Syria na kwenyewe walikuwa tofauti. Mrusi alikuwa upande wa Bashar al-Assad, alafu Syria, Qatar yeye alikuwa kinyume chake. Alikuwa yeye hamtaki Bashar al-Assad. Kwa sababu gani? Sasa nitakwenda kukupa sababu ambao ni moja ya sababu inayowafanya hawa watu wanakanyagana katika biashara, lakini bado wanaonyesha diplomasia ya hali ya juu katika kushirikiana katika mambo mbalimbali. Mwaka 2009 Syria ikiwa inaongozwa na Bashar al-Assad, inasemekana, sikuwepo mimi, kwa natumia neno inasemekana, linilinde kisheria. Sisi habari ndio tunatumiaga hilo neno, ndio tulivyofundishwa vyuoni. Kama haukuwepo eneo la tukio, unatakiwa utumie neno inasemekana ili likulinde kisheria. Maana wengi sana huwa wananiuliza kwa nini natumia sana hili neno. Inasemekana kwamba mwaka 2009 Bashar al-Assad alipeleka mkataba wa kusaini. Mkataba wenyewe kwa unasema kwamba Qatar wanataka kupitisha bomba la gesi litoke Qatar, lipite Saudi Arabia, liende Jordan, lipite Syria, alafu lipite Uturuki, kisha liende Ulaya, likasupply gesi Ulaya. Kwa hiyo hao wengine wote wakakubali. Mziki ukafika kwa Qatar, kwa Syria. Assad akapindua akakataa. Qatar ni moja ya nchi tajiri duniani. Kumwaga pesa kwao kitu chepesi sana. Kwa hiyo mtu kukataa mkataba wao, lazima watu wahoji kuna nani nyuma yake huyu mtu mpaka kataa mkataba wa Qatar. Kwa sababu mikataba yao lazima ina pesa nene, kwa sababu wale watu ni matajiri. Kwa hiyo watu wakajiuliza, Assad inakuja kakataa mkataba wa Qatar. Baadaye watu wakapigia mstari. Serikali ya Assad na kwanzia inaongozwa na baba yao, kwanzia Syria inaongozwa na babake Assad, ilikuwa iko mikononi mwa Warusi. Na ukiangalia kama ndio hivyo, Qatar akipitisha bomba pale Syria likaenda mpaka Uturuki mpaka Ulaya kupeleka gesi, nani ambaye ataathirika? Gesi ya Qatar ikifika Ulaya, ambaye ataathirika ni Mrusi, kwa sababu Qatar ataenda kuchukua soko la Mrusi. Mrusi soko lake kuu ni nchi zile za Ulaya Magharibi kule, na ni nchi maadui zake, lakini hawana jinsi, inabidi tu wanunue gesi yake kwa sababu hawana mbadala. Kwa hiyo Qatar akipeleka gesi kule, maana yake ni kwamba ataenda kumzidia biashara Mrusi, kitu ambacho Mrusi hawezi kukubali hata siku moja, umeona? Kwa hiyo watu wakajiongeza wakasema ni wazi kabisa hapa kutakuwa kuna mkono wa Mrusi nyuma ya maamuzi ya Bashar al-Assad kukataa bomba la gesi la Qatar kupita pale Syria. Umeona?
Kama nilivyosema, hiyo ilikuwa ni mwaka 2009. Kwa mwaka 2011 vita ikaanza pale Syria. Kila mtu akaenda kuingiza mkono wake. Walioingiza majeshi wakaingiza, Marekani wakaingiza majeshi hivi na hivi. Nyuma ya Marekani huko kwa kuna hao kina Qatar, Saudi Arabia, wote wakawepo kule. Waturuki, kila aliyetaka. Yani sasa ikawa hivi katika hiyo vita ya Syria, kukawa kuna makundi mawili. Ukiona wewe ulikuwa unataka bomba la Qatar ndio likufaidishe, basi unakuwa uko kinyume na Bashar al-Assad. Unasapoti kundi la kina wa Marekani. Umeona? Alafu ukiona wewe ulikuwa unataka mpango wa Urusi ndio utimie, basi wewe unaingia unasapoti kundi la Warusi. Ndivyo ilivyokuwa katika vita ya Syria. Umeona? Kwa hiyo sasa Iran akaingia upande wa Mrusi. Kwa sababu Iran naye alikuwa na proposal yake ya bomba lake la gesi na yeye lipite akatafute soko la gesi Ulaya. Umeona? Mrusi akaona ni heri nimsapoti Iran na mmudu, hata akifika Ulaya na mmudu naweza nikamcontrol afanye vipi ili tunufaike wote, kuliko Qatar. Qatar siwezi kummudu, sitaweza kumcontrol. Kwa hiyo Mrusi akalisapoti bomba la Iran. Kwa hiyo na Assad ikabidi yakubali kulisapoti na yeye bomba la Iran badala ya bomba la tajiri Qatar. Umeona? Kwa hiyo haya ndio mambo yalivyokuwa yanaendelea, na vita ikawa imechechamaa sasa kule Syria, na hatimaye mwaka 2005 Mrusi akaingiza majeshi kwenda kumuokoa Assad. Kwa hiyo wengi wakatafsiri kwamba Mrusi kaingiza majeshi, moja ya sababu zilizompeleka ni kuweza kulinda maslahi yake kupitia biashara yake ya gesi, ambao kama Assad angetolewa wale wangepata upenyo wa kujenga lile bomba la gesi. Lakini sasa hivi Assad ametolewa. Na najua kuna kitu kinawachanganya watu. Mwaka 2015 Warusi waliweza kumuokoa Assad asitoke. Sasa hivi Warusi wameshindwa kumuokoa Assad asitoke, katolewa. Kwa wengi wanajiuliza kwa nini Mrusi alishindwa kumlinda Assad. Kuna hii kitu nasema ngoja niwaelezeeni. Safari hii Mrusi alikuwa na vita yake Ukraine. Lakini vurugu zilivyoanza juu ya Assad, Mrusi aliingiza majeshi yake ana majeshi pale Syria. Majeshi ya Urusi yalianza kufanya kazi ya kumlinda Assad, kumuokoa Assad pale Syria. Kilichofanya Warusi waweke mikono chini ni baada ya wanajeshi wa Assad kuweka silaha chini na wengine kukimbilia Iraq. Wanajeshi karibu 2000 au zaidi ya 2000 wa Assad walikimbilia Iraq, na wengine waliobaki pale Syria waliweka silaha chini, wakagoma kupigana. Kama wanajeshi wanagoma kupigana, wanaweka silaha chini, maana yake ni kwamba hakuna jeshi kutoka nje linaweza likakuokoa. Hapo unakuwa ndio mwisho wako. Kwa hiyo maadui wa Assad waliweza kucheza na jeshi la Assad. Hicho tu ndio kilichomfanya Mrusi ashindwe kumsaidia Assad mara ya pili. Kwa sababu jeshi la Assad lenyewe lilikataa kupigana, likaweka silaha chini na wengine wakaondoka. Umenielewa eh? Na ndio maana huyu kiongozi wa Syria sasa hivi akaichukua nchi kiulaini kabisa. Yaani ukishaongea na wanajeshi ukahakisha wale wamekubali kuweka silaha chini kumgeuka amiri jeshi wao mkuu, ushaipata nchi. Na hicho ndicho kilichotokea, na ndio maana Mrusi akashindwa cha kufanya. Umeona? Na Assad ndio maana akaondoka. Kuna kingine pia watu wengine wanachanganya. Kuna watu wanasema Assad kakimbia Syria. Assad kama kukimbia angekimbia ile mwaka 2011. Kwa sababu kile kipindi ndo alipigwa, ilikuwa Al-Manusura afanywe kama wakina Gaddafi. Kwa sababu alipigwa, alibakiza nafikiri majimbo mawili tu, mkamate wamtoe. Umeona? Lakini hakuondoka mpaka Warusi wakaingia na kumsaidia. Kwa hiyo alikaa pale. Umeona? Kwa hiyo this time Assad aliondoka baada ya kuona wanajeshi wake wameweka silaha chini. Lakini ile mwaka 2011 wanajeshi wake hawakuweka silaha chini. Walikubali kuipigania nchi yao mpaka mwisho. Kwaona yeye alibaki Syria mpaka mwisho. Hata alipoelemewa mpaka mwisho, Mrusi kaja kumuokoa akiwa kabakiza majimbo mawili tu waje wamtoe. Umeona? Lakini hakuondoka. Kwa hiyo kilichotokea ndio hicho. Assad kaondoka baada ya jeshi wake kuweka silaha chini, na Mrusi alishindwa kumuokoa baada ya wanajeshi wake kuweka silaha chini.